Naibu mwenyekiti DCP tawi la Nakuru. Okay, asante. Vile mesikia kwa majina naitwa Janet. Naibu mwenyekiti wa DCP Nakuru County. Naam. Na pia mimi ni naibu mwenyekiti wa warembo na DCP. Asante kwa kunikaribisha hapa. So hii maneno tunaongea kuhusu vijana na zile na uongozi na pia uchaguzi yenye tumekuwa nayo. Unajua ile wakati wa Gen Z, vijana walikuwa wameonyesha hawataki uongozi wenye tuko nao saizi. Huo wakati vijana walikuwa wameelezea kwa undani ni vitu gani hawapendezwi nazo katika hii serikali. Lakini jambo ambalo limekuwa likitushangaza sana, tulikuwa tunatarajia wakati hii mambo ya voter registration ilianza, tulikuwa tunaongojea watu wataona laini ndefu ya vijana ambao wanachukua kura ndio waweze kuhusika katika kuleta mabadiliko yenye wanataka katika hii nchi. Tunajua vizuri kiongozi wenye tuko naye saizi, President William Samoei Ruto is not a pushover. Na sio rahisi ati sisi kama vijana tumtoe kwa uongozi kwa ile njia yetu tunataka, ile mambo sijui ya Occupy State House, vitu kama hizo. Njia rahisi ya vijana wangeweza kutumia kumtoa, na bado tuko na mtumaini tunaweza mtoa, ni kupitia kupiga kura. Kwa hivyo tunatarajia vijana waweze kuchangamka, wahusike katika kuchukua kura, ndio waweze kuhusika katika kuleta mabadiliko yenye wanataka. Vile tu kuna mtu amesema hapa, kama vijana wataendelea kuzubaa vile wanazubaa sahi, hawahusiki katika hii mambo ya uchaguzi na mambo ya kuchukua kura, ukweli wataoshwa asubuhi mapema na kiongozi wenye wako hapa, wenye tuko naye sahi. Kwa hivyo tunahimiza vijana wenye wako very serious, wanataka mabadiliko katika hii nchi, wajihusishe katika leadership na wajihusishe katika political processes, which starts with voter education na pia hiyo mambo ya kuchukua kura na pia kuhusika katika kuchagua viongozi. Kama miongoni wa wale wenye walikuwa wakisimamilia hizi by election, mimi nilikuwa na advantage ya kuwa miongoni wenye walikuwa na husishwa na hizi by elections Narok. Pale wakati wa kupiga kura tuliona sana wenye walikuwa napiga kura actually ni watu wenye umri umesonga, so wengi hawakuwa vijana. Kwa hivyo hata kama register ilikuwa inatumika ile ya 2022, na tunasema vijana ndio wengi na ndio pia ndio wengi katika hii nchi, kwa hivyo tulikuwa tunatarajia pia wale vijana wenye already wako kwa hiyo register ya ABC, tulikuwa tunatarajia wajitokeze kwa wingi na wahusike katika kuchagua viongozi kwa hizo by election. Lakini inahuzunisha wao hawakutokea. Kwa hivyo tungependa kuhimiza vijana wetu hivi, kwa sababu hatuwezi kufa moyo na pia kuna muda wa kujirekebisha. Kwa hivyo tungependa kuhimiza vijana wenzetu wachangamke, vile babu wamesema wachangamke, wajipea motisha, waende wajihusishe hata katika kueleza watu wengine huko kwa mitaa umuhimu wa kujihusisha katika kuchagua viongozi, umuhimu wa kuchagua viongozi wanaofaa, umuhimu wa kuchukua kura, na pia waelimishe kuhusu zile
tahadhari ama the dangers that comes with voter bribery, kwa sababu watu wanafaa kuelimishwa wajue hizi pesa zenye wanaletewa kwa magunia wanapewa sijui 5,000 2,000, hiyo ni pesa yao. Naam, shikilia hapo Janet, wacha tuchukue simu hii.